tunapoelekea tulisema kwamba tutaangalia na namna mbalimbali jinsi ya kujitibu. Kabla ya pale niseme hivi, katika maisha ya mwanadamu Mungu anahitaji kwamba tufanikiwe katika mambo ya kiroho, lakini pia tufanikiwe katika mambo ya kimwili. Ndio maana Kristo alipokuja kufanya kazi ya kuhubiri Injili na kuwatafuta waliopotea ambao ni sisi, hakuwatafuta mioyo tu, lakini alitafuta na kuokoa na kusaidia miili yao. Aliwaponya wagonjwa waliokuwa wamelemewa, akawajalia kuwa na afya njema. Kwa hiyo katika nafasi hii tunahitaji kuangalia kwa machache ni namna gani na ni jinsi gani tunavyoweza kukabiliana na magonjwa ya fungus katika mwili wa mwanadamu. Ugonjwa huu mara nyingi watu wengi wanaupata kwa sababu ambazo wengine tunaweza kusema kwamba ni kwa sababu za kizembe. Kwa sababu jambo la kwanza linaloweza kupelekea hatua ya mtu kuugua ugonjwa huu au matatizo ya fungus sasa zile za sehemu za siri ni uchafu, mtu kuwa mchafu na kule ile hali ya kushindwa kujisafisha vizuri, na wengine utumia sabuni zenye kemikali. Nikisema sabuni zenye kemikali kali, hasa ni zile sabuni zinazonukia, zenye manukato, zenye marashi. Hivi vitu kama hivi mtu anapovitumia kujisafishia, anakuwa anajiweka kwenye hatari ya kuugua magonjwa ya fungus, kwa sababu ndani ya zile sabuni kuna kemikali zilizochanganywa. Zinapoingia katika sehemu kama hizo, zinaenda kusababisha maafa kwa bakteria walio wema ambao kazi yao ni kulinda. Bakteria walinzi wanaenda kushambulia na kuwaua, kisha baada ya pale sehemu kama zile zinabaki bila kuwa na bila kuwa na ulinzi wa aina yoyote. Na wengine wanavaa nguo za ndani ambazo hazijakauka vizuri. Hilo pia linaweza kupelekea mtu kuugua magonjwa hayo ya fungus. Kwa hiyo yule anayehitaji kujitibu anatakiwa kwanza zingatia yale mambo, alafu hawe tayari kupata tiba. Uzingatie, uwe msafi, hakikisha kwamba nguo zako za ndani unazovaa zinakuwa zimekauka vizuri, lakini pia ujihadhari na kutumia marashi kujipuliza sehemu za siri au sehemu zingine zote ambazo unaweza kaugua tatizo hilo, au kutumia sabuni zenye manukato makali. Kwa wale ambao wapo katika maisha ya ndoa, siko pamoja, kama mmoja yaani kati ya wale wawili wanandoa mmoja wapo akiugua tatizo la fungus, basi wote wanapaswa kutumia dawa. Wote wanapaswa wajitibu kwa pamoja, ndipo yule anayeugua anaweza kupona, kwa sababu akitumia mmoja, yule mwingine naye anaweza kujikuta baadaye anaugua, au yule aliyeugua anaweza kutumia dawa muda mrefu pasi kufanya pasina kupona. Dawa ya kutumia kwa ajili ya watu ambao wanakuwa na matatizo haya ambayo ni magonjwa ya fungus. Kuna dawa ya kutumia. Kwanza unapaswa kuhakikisha kwamba kila siku asubuhi unatafuna mbegu za maboga vijiko 3. Asubuhi unatafuna mbegu za maboga vijiko 3. Kisha baada ya masaa 3 unakunywa maji bilauli 2 au glasi 2 ambazo zimekamuliwa limao za kutosha. Yaani limao iwe imekolea vizuri na maji yenyewe yasiwe ya baridi, yawe ya uvuguvugu. Baada ya masaa mangapi? Masaa 3 unakunywa maji glasi 2 ambayo yana limao, lakini yawe ni maji ya uvuguvugu. Na jambo jingine, nahitaji msikilizaji ufuatilie vizuri. Wakati unapotafuna zile mbegu za maboga vijiko 3, kumbuka hii dawa zinaendana kwa pamoja kwa siku. Asubuhi vijiko 3 vya mbegu ya maboga, baada ya masaa 3 maji ya uvuguvugu glasi 2 yaliyokamuliwa limao iliyokolea kabisa. Subiri kwanza hapo mweke sawa. Ina maana ndani ya masaa 3 unapokuwa umesubiri hutakiwi kula chochote, kunywa chochote. Ndiyo. Maana ni dawa. Ndiyo. Wala usinywe maji kwamba nina kiu, usinywe maji hapo katikati kabla yale masaa ya kunywa hayo maji. Asante, ubarikiwe sana. Ni hivyo. Na jambo jingine ni kwamba wakati wa chakula cha mchana, unapotaka kula chakula cha mchana, hapo unaendelea na tiba sasa. Dozi. Wakati wa chakula cha mchana, chukua karoti 2 kubwa, zitafune vizuri, alafu ndipo ule kile chakula kilichopikwa. Ikifika jioni, tafuna punje 4 za vitunguu saumu wakati wa chakula.
Unapokula kile chakula cha jioni, tafuna pamoja na vile vitunguu saumu punje 3. Punje 4. Lakini tahadhari nitoe. Mjamzito asitumie vitunguu saumu. Narudia. Mjamzito asitumie vitunguu saumu. Na mwanamke akiwa kwenye tarehe zile za hedhi asitumie vitunguu saumu. Ndio. Kwa hiyo tunavuka pale. Unatakiwa kufanya hivyo kwa muda wa siku 7 mfululizo. Siku 7 mfululizo. Ufanye hivyo siku 7 mfululizo. Unafanya hivyo mwezi mmoja, ndani ya mwezi siku 7 mfululizo. Unapumzika. Alafu na mwezi mwingine unafanya hivyo. Na mwezi mwingine unafanya hivyo. Unafanya hivyo ndani ya miezi 3 hadi 4. Kila mwezi ni siku 7. Kila mwezi ni siku 7. Ndani ya mwezi unatumia siku 7, unapumzika mwezi mwingine tena unafanya hivyo hivyo. Ndani ya miezi mingapi? Ndani ya miezi 3 hadi 4. Sawa. Wakati huo kwa kina mama na kwa kina dada unaweza ukatumia njia nyingine pia. Nikianzia kwa kina mama, unachukua karafuu za kutosha. Unazichemsha kwenye maji ya kutosha kama ni lita 10.5 au kama ni lita ngapi. Yao ni maji ya kutosha ambayo ukiweka kwenye beseni basi ukikalia yale maji yanaweza kufika chini ya kitovu. Hayo maji unayatokosa, yakisha tokota pamoja na karafuu yako. Baada ya hapo unayatoa, unaweka chini. Hakikisha kwamba hayo maji yamepoa, lakini yasiwe ya baridi kabisa. Yanatakiwa yabaki katika hali fulani ya uvuguvugu kidogo. Hayo maji unatumia kuyakalia ndani ya dakika 15. Usikalia ya moto. Yasiwe ya moto. Yanatakiwa yawe katika hali ya uvuguvugu, ule uvuguvugu wa mbali, sio ya baridi. Yawe katika hali ya uvuguvugu wa mbali. Lakini wakati huo unapokalia kwa namna hiyo, unakuwa unafanya hivyo mara 2 kwa siku. Asubuhi na jioni. Unafanya hivyo mfululizo ndani ya siku 7 mfululizo. Unafanya hivyo, alafu utakapokuja kurudia tena kutumia dawa, tena unafanya tena hivyo. Kwa kufanya hivyo, kwa njia hiyo ukizingatia tena yale maelekezo tuliyotoa kule juu, hakika kwa neema ya Mungu utajipatia afya na tatizo hilo linaweza kuondoka. Lakini sasa unachotakiwa kuzingatia vile visababishi uviepuke. Tunapoenda hospitali tunapewa masharti na hayo masharti tunayazingatia. Vivyo hivyo na sisi tunavyotoa hizi dawa inabidi kila kitu huwa kina vigezo na masharti. Uzingatie vigezo na masharti. Amina. Kwa kufikia hapo, ndugu msikilizaji, yawezekana ukawa unahitaji kujua mengi zaidi. Zaidi. Unaweza ukatutafuta kwa mawasiliano. Pengine kuna shida nyingine au tatizo jingine ambalo ni labda ni la kiafya na unahitaji kujua ni jinsi gani unaweza ukajikwamua na kuondoka kwenye hilo tatizo. Unaweza ukatutafuta kwa njia ya mawasiliano na kwa namna moja nyingine, kwa sababu niwakumbushe jambo moja kwamba Kristo alipotupatia agizo alisema hivi: umepewa bure, toeni bure. Kwa hiyo usifikiri kwamba kwa namna moja au nyingine basi utatozwa. Hapana. Hii ni kazi ya Mungu na kazi hii itafanyika kwa kadri ya neema ya Mungu. Unaweza ukatutafuta kwa njia ya mawasiliano 0784 615 450. 0784 615 450. Utatupata kwa huduma ya ushauri, huduma ya maombezi na mambo mengine. Lakini pia